Tumshukuru Mungu kwa siku ya leo ya kwanza mfungo wetu wa Kwaresma wa siku 40 ambao tumeanza na Jumatano ya Majivu. Tumesikia maelezo mengi na ufafanuzi mwingi wakati wa mahubiri. Nimezingatia mambo mengi, mojawapo ni hili: tusifanye mfungo huu kama mazoea, kama tulivyozoea. Isiwe ni mazoea, uwe ni mfungo wa pekee, na uwe ni mfungo wa kwanza na wa mwisho. Sio hilo tu, huu mfungo unafanyika katika Jubilei 2025. Ni mwaka mtakatifu, na mwaka mtakatifu unatualika tujitakatifuze zaidi. Mazoezi mbalimbali ya Kwaresma yanaorodheshwa. Matatu ni muhimu: kusali, kufunga na kutoa sadaka. Pia hayo yanasindikizwa na kwamba katika mfungo wote wa Kwaresma, sherehe, burudani, ngoma, muziki, starehe, pombe, ulafi haviruhusiwi. Ni wakati wa kujitakatifuza na kupambana na dhambi. Soma waraka kwa Waebrania sura 12 aya 4. Ni wakati wa kujitakatifuza na kupambana na dhambi kwa kujinyima kwa ajili ya kusaidia walemavu, yatima. Hapa jimboni Kayanga tuna kituo cha watoto wenye ulemavu na yatima huko Chabalisa. Kwa hiyo msaada hiyo inayokusanywa kupitia maparokiani, jumuiani, inaenda kusaidia hao watoto. Ni shule ya msingi ambayo sasa iko darasa la 5. Kuna watoto zaidi ya 300. Hayo unayokusanya yanaenda kuwasaidia wafungwa. Kayanga, jimbo Katoliki la Kayanga, tuna vituo 3 au magereza 3: gereza la Kayanga, Kitengure na Mwisa. Unafunga pia kwa ajili ya kusaidia kanisa na hasa kufikiria madeni iliyo nayo kwa kanisa na kwa Mungu. Madeni ya kutolipa zaka 10% kila mwezi, madeni ya sadaka za Jumapili na michango mbalimbali. Zoezi lingine ni kusali na kupokea sakramenti, hasa kitubio, mpaka wagonjwa na Ekaristi, na kujirisha neno la Mungu. Soma Injili ya Mathayo sura ya 4 aya 4. Kusali, bila kusahau adhimisho takatifu la misa
kila Jumapili na kila inapowezekana, wale ambao wamebahatika kuishi karibu na kanisa, kusali kila siku misa ambayo zinakuwepo mapema zaidi kabla ya ratiba nyingine ya kazi za kujiajiri au kuajiriwa. Kila Ijumaa tuna njia ya msalaba na michango ya kusaidia nchi takatifu na wahitaji mbalimbali kila inaposaliwa njia ya msalaba kanisani, vigangoni, jumuiani. Pia kwenye makanisa yetu hasa ya vigango, angalia kama yana picha 15 za njia ya msalaba za kusaidia kusali kijumuiya kwa pamoja. Alafu kipindi hiki cha Kwaresima ni kipindi cha kuandikisha wakatekumeni wa kubatizwa mkesha wa Pasaka 2026. Huwa ni miaka miwili, lakini tumefanya mwaka mmoja. Na wale ambao wakuingia chini ya marudi, tumesikia hao wanawasema ambao wanatangatanga kwenye imani huko, hawajui, wanapepea tu. Mara yuko nje ya kanisa, mara nasi, mara kesho tumuiona ndani ya kanisa. Hapana, sio utaratibu huo. Na hao waorodheshwe, wajulikane wanaotangatanga ambao wajui imani yao. Na jambo lingine ni kwamba tunafunga tuweze kuwa na moyo au kutotia moyo wa kutoa. Sio kufunga kusudi yuwe na akiba ya kutosha kwa ajili ya kusherehekea vizuri Pasaka. Unawekeza tu kusudi siku ya Pasaka uweze kusherehekea vizuri. Hicho nacho jinyima kinaenda kusaidia hayo makundi mbalimbali ambayo nimeyataja. Na zaidi, kwanza na wewe angalia mkao wako ukoje. Wahenga wetu nasema ukarimu huanzia nyumbani. Charity begins at home. Kwanza na wewe angalia unapofunga namna gani unajipenda, unajiweka sawa. Wahenga wetu wamesema kutoa ni moyo, si utajiri. Kuchochea moyo wa kutoa. Nao ni wakati wa kutathmini moyo wako wa kutoa ukoje. Ni moyo wa nazi? Ni moyo wa sponge? Au moyo wa segarasari? Kwaresima inakualika uchochee moyo wako uwe moyo wa asali, sio moyo wa nazi ambao unalazimisha kwa kuponda nazi ndipo upate chochote kile. Lazima uchukue nyundo upasue, na usipojali cheche zinaweza zikakuumiza. Maana hapo ponda kuna na cheche zinachanganyana na kilichomo. Moyo wa nazi ndio ule wa kulazimisha. Moyo wa nazi kulazimisha kutoa. Ukiona umelazimishwa, ujue kwamba wewe ni moyo wa nazi. Pia kuna moyo wa sifongo, unakamuliwa. Subiri ukamuliwe ndio utoe, kwa kutumia mbinu mbalimbali za kubembeleza, si kukupigia makofi, si kushangilia. Moyo wa sponge. Moyo wa sponge huwa unatoa vitu mbalimbali. Sifongo inatoa na uchafu mara nyingi. Moyo wa sponge, mara nyingi sponge inafanya kazi ya kusafisha, kukaushia,
seme soda au si uchafu umedondoka kwenye sakafu ya meza, unaleta sponge unakaushia. Ukikamua inakupa kile kichafu, ndio inakupa uchafu. Sasa ndio hao wenye moyo wa sponge ambao ukiwaomba anakupa vitu vilivyooza. Tumeomba misaada kwa wafungwa, kwa walemavu, zikiwemo nguo, ndio anakupa vinguo vilivyochakaa, vilivyochanika ambavyo hitaji, vingine vimeshaoza. Kama ni pesa, anakupa pesa ambazo zimeshachakaa, nyingine hazisomeki. Kama ni nafaka, anakupa ile iliyobunguliwa. Kama ni matunda yaliyooza. Huyu ni moyo wa sponge. Lakini si mara zote sponge inatoa vichafu. Mara nyingi ukikamua inakupa hewa. Wenye moyo wa sponge ndio wanatoa hadi hewa. Tunapiga makofi lakini hatoi. Tunatumia gharama nyingi kumdai kufuatilia. Wenye kutoa hadi hewa na usitekeleze. Moyo wa sponge hao. Kwa kipindi cha Kwaresma, kama natoa hadi itimize au sitamke kabisa kupoteza watu muda na kushangilia na kufurahi. Kumbe ahadi ni deni na muungano ni vitendo. Sponge na sponge vile vile huwa ukidondosha mara fulani inafyonza. Ndio waumini wengine pengine ambao wanapewa fomu kuzungukia jumuiya kukusanya mapesa kwa lengo fulani, lakini pesa hizo zilizokusanywa hazifiki mahali husika, anabaki nazo mfukoni. Leta fomu ilipotea, ililiwa na panya, leta hela basi. Na hela aleti, fomu aleti. Moyo wa sponge. Na moyo wa sponge ndio pengine anakuja na mkono, toa ndugu. Anafika kwenye kibaba, anakunjua, kumbe hana chochote, anafyuza, anaweka mfukoni. Moyo wa sponge anakuja kusali kwa ajili ya kuja kujinufaisha. Pengine ajidai kwenda kupata change. Kulikuwa na muumini fulani anakuja kupata change ya sadaka. Anaweka 2,000, anatoa 20,000. Yote natafuta change. Sponge hiyo. Kwaresma ni kudhibiti huo moyo wa sponge. Tunaalikwa tuwe na moyo wa sega la asali. Sega la asali lenyewe uhitaji nyundo, uhitaji kukamua. Lenyewe ukibinua tu linachuruzika kwa utamu. Licha kudhulumu asali, basi yenyewe naendelea kutoa mpaka tone la mwisho. Hawa ndio Mungu upenda, na maandiko matakatifu yanasema Mungu mpenda yule atoaye kwa furaha. Na anasema kwamba weka wakfu zaka zako kwa furaha. Mpe Mungu mkuu kama alivyokupa. Uwe mkarimu kwa kadiri ulivyo navyo. Maana Bwana ndiye anayelipa, naye atakulipa mara 7. Soma kitabu cha Sira sura 35 aya 6 hadi 7, ya 10 hadi 13. Toa ulicho nacho. Ukiwa na zaidi, toa zaidi. Hata kama unacho kidogo tu, toa sehemu yake. Soma Tobiti sura ya 4 aya 8. Niwatakie mfungo mwema wa Kwaresma, tuweze kuadhimisha vizuri Pasaka, na zaidi Pasaka ya milele. Tumsifu Yesu Kristo.